Wapendwa washarika wa ushirika huu wa KKKT Dayosisi ya Morogoro, Jimbo la Morogoro, ushirika wa Mzumbe, nichukue nafasi hii kumshukuru Mungu ambaye ametuwezesha sisi washarika wa ushirika huu wa Mzumbe kupanga siku ya Mzumbe Day of Grace. Nilipoanza mwaka huu tumekuwa na malengo makubwa sana katika ushirika wetu ya kuboresha na kufanya maendeleo katika ushirika, na jambo kubwa ambalo tulilipitisha katika mkutano mkuu wa ushirika ilikuwa ni siku hii ambayo inaitwa Mzumbe Day of Grace. Hii Mzumbe Day of Grace ambayo tulipanga ianze tarehe 6 mwezi wa 4 mpaka tarehe 2 mwezi ule wa 3 kwa matukio mbalimbali ambayo yalikuwa yameambatana, yamepangwa kwenye wiki ya kwanza ambayo ilianza tarehe 6 mpaka tarehe 12 ilikuwa ni siku ya mazingira, na wiki hii tuliita wiki ya mazingira. Tulikuwa na kamati ya mazingira. Kamati ya mazingira imefanya kazi mbalimbali katika kupanda miti, kufanya usafi sehemu mbalimbali. Miti ya vivuli imepandwa, miti ya matunda imepandwa, tumepanda miti kule katika kituo cha polisi kinakojengwa kule Rugono, lakini tumepanda miti katika taasisi mbalimbali zinazotuzunguka hapa Mzumbe. Tumepanda miti kwenye shule za msingi, tumepanda miti kwenye shule za sekondari, tumepanda miti hata katika sehemu za kanisa na katika maeneo yetu ya kanisa na katika ofisi ya kata ya Mzumbe. Tumeona jinsi ambavyo watu walijitokeza kama tulivyoona, na tunamshukuru Mungu kwa mwitikio huo, na tumeweza kufanya tukio hilo kwa kushirikiana na washirika, lakini pia kushirikiana na wananchi kwa ujumla. Lakini pia tumekuwa na wiki ya huduma kwa jamii. Tumeweza kuenda kwenye jamii mbalimbali kuwatembelea, kuona wagonjwa kama ambavyo tuliona tulipotembelea kituo cha afya kule Mlali katika ile hospitali ya Mission, lakini katika hospitali ya Mlali pale tumefika pale katika kile kituo cha afya na kuwatembelea wagonjwa na kutoa huduma mbalimbali. Lakini pia siku ya Ijumaa, Alhamisi tumepata nafasi ya kuwatembelea wazee kwa nyumbani kwa ajili ya kutoa misaada mbalimbali kwa wazee wale ambao hawajiwezi, na washirika wetu wakiongozana na kamati tumefika kule nyumbani kwa ajili ya kuwaona wale wazee. Kama ambavyo unaona, wazee mbalimbali wamefikiwa na wametembelewa na kupatiwa misaada katika sehemu zao wanakokaa. Ili pia tukuishia hapo, Ijumaa tumetembelea pia vituo viwili. Tumekwenda pale shule ya msingi Vikenge kwa ajili ya kuwatembelea watoto wadogo wa shule ya awali. Tumepeleka pale misaada mbalimbali, pia nako tumepeleka unga wa dona kwa ajili ya uji kwa ajili ya watoto pamoja na sukari, lakini pia tumepeleka na taulo za kike kwa wanafunzi wale wanaosoma pale katika ile shule ya msingi ya Vikenge. Lakini pia tumetembelea shule ya msingi ya Changalawe pale ambapo watoto wetu wa mahitaji maalum ambako wanasoma. Kwa hiyo tumekwenda kuwaona, tumewatembelea. Tunamshukuru Mungu, tumewakuta watoto wanaendelea vizuri, wanakaa mahali pazuri, lakini bado wanahitaji msaada wetu. Na huko pia tumekwenda kupeleka misaada mbalimbali, na tumeongozana na kamati, lakini pamoja na washirika wetu pia tumeongozana nao kwenda kuwaona wale watoto. Ndugu washirika, bado tunaendelea na wiki ya Mzumbe Day of Grace, na wiki hii tunapohitimisha wiki ya huduma kwa jamii ambayo itahitimishwa Jumapili hapa ibadani, lakini tunafungua wiki ile inayofuata, wiki ya uinjilisti. Tumepanga kwenda kufanya uinjilisti kwenye mitaa yetu
Kumbuke tunayo mitaa mitano. Tunao mtaa wa Kipera, tunao mtaa wa Mlali tunaohudumia kama usharika, tunao mtaa wa Kilimahewa, lakini tunao mtaa wa Funguka na tunao mtaa wa Sayuni Mindu. Hii mitaa yote tumepanga kwenda kufanya uinjilisti wa nyumba kwa nyumba, na tutakapomaliza uinjilisti, lakini tutakuwa na neno la Mungu sehemu nyingine ambapo tutaweka mikutano ya kiroho kwa ajili ya kuwahubiria watu. Kwa hiyo niendelee kuwaomba washirika na musibaki nyuma. Tunahitaji michango yenu na tunahitaji uwezeshwaji wenu ili kuweza kufanikisha mambo haya. Lakini tukimaliza wiki ile ambayo ya uinjilisti ambayo itaanza tarehe 20 hadi 26, ile tarehe 27 mpaka tarehe 2 tutakuwa na wiki ya michezo. Wiki ya michezo, tuna michezo mbalimbali. Tuna michezo ya kuvuta kamba, tuna michezo ya kukimbiza kuku, tuna michezo ya netball, tuna michezo ya football, tuna michezo ya basketball. Tunahitaji watu wote washiriki kwa michezo hii. Lakini tuna michezo pia tumeweka na kwaya mbalimbali zitakazopata nafasi kutoka sharika na mitaa mbalimbali kuja kujumuika pamoja nasi kwa njia ya uimbaji. Kwa hiyo tunatarajia kuwa na kwaya kutoka kule Kilimahewa, kwaya wa Kimasai, tunatarajia kuwa na kwaya kutoka kule Kipera, tunatakiwa kuwa na kwaya kutoka kule Sangasanga Mindu, tunahitaji kuwa na kwaya kutoka kule Funguka, washirika wetu wote. Lakini pia tunawaalika kwenye jimbo letu la Morogoro, sharika na mitaa ambayo ingependa kujumuika pamoja nasi, tunaendelea kuwakaribisha. Tutafanya kuanzia tarehe 27, lakini uimbaji tungetarajia ufanyike siku ya Jumamosi tarehe 2, ambapo tunahitimisha ile wiki ya michezo. Kuanzia asubuhi saa 2 tutakuwa na uimbaji, na baadaye mchana kuanzia saa 2 saa 3 mpaka saa 7 mchana tutakuwa tukiimba hapa, na mara baada ya hapo tutaelekea kwenye michezo mingine kwenda kuhitimisha. Na kilele cha wiki hii ya Mzumbe Day of Grace itakuwa ni tarehe 3. Tumewaalika washirika wetu wote waliosali hapa kule nyuma, waliopita hapa na ambao wameona ni vyema kuja. Tumewaalika washirika wengine ambao hawakusali, lakini tujumuike pamoja nao kutoka ndani na nje ya dayosisi yetu ya Morogoro. Kwa hiyo tunaendelea kuwakaribisha watu wote kuhudhuria siku hii ya Mzumbe Day of Grace. Nilivyotangulia kusema, kwa hiyo tunatarajia kuwa na wageni wengi, na makusudio yetu makubwa sana katika Mzumbe Day of Grace ni kuendeleza maendeleo katika usharika wetu. Tunayo mambo mengi sana tunayafanya katika usharika. Tunahitaji kujenga hosteli pale katika kiwanja chetu cha kanisa, lakini pia tunahitaji kutanua maeneo ya kanisa. Kanisa ni kiwanja cha kanisa kiko finyu, tunahitaji kutanua eneo na jinsi ambavyo tunaweza kununua maeneo mengine kuweza kutanua eneo la kanisa na kupata kutanuzi wa kanisa hili na kanisa pia likajengwa kwa upana zaidi. Kwa hiyo niendelee kuwakaribisha watu wote katika siku ya Mzumbe Day of Grace. Tusilegee na tusilale kama neno letu linavyotuongoza katika kile kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili mlango wa 15 mstari wa 7. Tunasema, nanyi jipeni nguvu, wala mikono yenu isilegee, kwa maana kazi hii itakuwa na ijara. Na itakuwa na ijara, ina maana yake kazi hii itakuwa na faida. Na sisi wa Kristo wa Mzumbe tunaitikia tukisema, nasi hatutalegea. Hakika mwaka huu hatutalegea. Tumemwona Mungu akitupigania tangia tulipoanza wiki ya mazingira, na sasa tumeingia wiki ya huduma kwa jamii, na tunapoelekea kwenye wiki hii ya uinjilisti na wiki ile inayofuata ya michezo, ninaamini ya kwamba hatutalegea. Tunahitaji mchango wako msharika mwenzangu, tunahitaji mchango wako Mkristo mwenzangu, kuona jambo hili linalofanyika ni kwa ajili ya utukufu wa Bwana na kwa ajili ya kujenga ufalme wa Mungu ambao ametuitia kuja kufanya hapa duniani. Mimi mchungaji wako, Mchungaji Mugisha John Kaesi, mchungaji wa usharika huu wa Mzumbe na kiongozi wa kitengo cha maombi na maombezi katika ile idara ya misioni na uinjilisti ya Dayosisi ya Morogoro,
Ninapenda sana kukukaribisha mtu wa Mungu. Napenda kukaribisha sana katika matukio haya. Usipange kukosa na usipange kuto kuchangia matukio haya, kwa sababu ziko baraka za Bwana unapofanya mambo haya. Niendelee kuwashukuru watu wote ambao wameendelea kuchangia. Tumekuwa na washirika wenzetu kutoka ndani na nje ya Dayosisi ya Morogoro wamechangia. Mshirika mwenzetu Zakaria Sembe ametupa unga mwingi sana kwa ajili ya kwenda kuwahudumia wale watu, lakini wako washirika wengine wote wamechangia michele, wamechangia sabuni, wamechangia vitu mbalimbali, sukari. Kwa kweli tunawashukuru sana, na bado tunaendelea kualika na watu wengine ambao wenye mapenzi mema waendelea kushirikiana nasi kama walivyofanya hawa wenzetu watu wa TFS. Tunawashukuru sana, wametupa miti. Ofisi ya manispaa ya mkoa wa Morogoro wametupa miche mingi sana ya miti ya vivuli, miti karibia miche ya 1500, na huko TFS wakatupa miche 500. Kweli tumemwona Mungu akifanya kazi pamoja nasi. Kwa hiyo niendelee kuwakaribisha watu wa Mungu, niendelee kuwakaribisha katika tukio hili, tusilegee. Na ninaona jinsi ambavyo washirika wetu wa Mzumbe wamepokea jambo hili, limekuwa la baraka katika ushirika wetu, na ninaamini ya kwamba Mungu hatatuacha, na Mungu ataendelea kutupigania, na Mungu ataendelea kutuongoza. Tutayaona matunda katika Mzumbe Day of Grace. Tunapokwenda kilele Mzumbe Day of Grace tarehe 3 ile tutakapokuwa tukihitimisha ibada mara baada ya michezo siku ile ya tarehe 2, tutakwenda kumwona Mungu akifanya mambo makubwa ya ajabu. Ninakushukuru sana mpenzi msikilizaji, niendelee kukaribisha sana katika tukio hili la Mzumbe Day of Grace, na Mungu akubariki na usiache, na Mungu ataendelea kukuonekania katika maisha yako, na ninakuombea na usilegee, na Mungu aendelee kuwa pamoja na wewe. Amen.